Asubuhi ya leo nataka tuangalie kitu ambacho na kiita kujenga tabia ya imani. Kujenga tabia ya imani. Nilikuwa natafuta tafsiri ya Kiswahili na nafikiri hiyo ndio Kiswahili iliyo karibu sana. Kujenga tabia ya imani. Building a belief system. Maana ukiangalia katika Biblia kuna katika maandiko watu wengi waliopokea baraka, waliopokea ushindi kutoka kwa Mungu, waliupokea kwa sababu waliamini. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Baba wetu wa imani anaitwa baba wa Ibrahimu, anaitwa baba wa imani. Na kwa nini? By the way, ushaijiuliza kwa nini Ibrahimu anaitwa baba wa imani? Kwa nini Ibrahimu anaitwa baba wa imani? Ukisoma katika maybe tunaweza anza kutoka Genesis chapter 12. Ukiweza unipatie kwa Kiswahili. Genesis chapter 12, Mungu anamtokea Abraham, wakati huo alikuwa anaitwa Abram. Na anamwambia atoke katika nchi ya baba zao, aende katika nchi ambao Mungu atamuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome. Bwana akamwambia Abraham, toka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende katika nchi nitakao kuonesha. Wewe unachanganya, hii imetoka wapi? Nataka tuendelee hapo tu. Mwanzo 12. Kiswahili. Haya. Turudie mstari wa kwanza maana Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba yako, uende mpaka nchi nitakao kuonesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomuamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyu Abrahamu anatokewa na Mungu, na Mungu anamwambia toka katika nchi ya ndugu zako, baba zako, uende katika nchi nitakao kuonesha. Mungu hata hamwambii ni nchi gani, anamwambia wewe toka, nitakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na kwa kutii na kwa kuamini Abrahamu anatii na anatoka na anaanza katika safari. Na anapokuwa katika hii safari, kile ambacho anashikilia ni lile neno ambalo Mungu alimwambia. Yakoba, Mungu ameniambia nitoke niende katika nchi ambao ataniambia. Hallelujah. Na nitakapofanya hivyo atanibariki. Bwana Yesu asifiwe. So Abraham anaitwa baba wa imani kwa sababu ya uwezo wake wa kumwamini Mungu. Hallelujah. Ijapokuwa hakuna kitu alichoangalia hapa kilichoonekana kilichokuwa kina uwezo wa kumfanya amwamini Mungu, alimwamini Mungu kwa kuwa yeye alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tustoke hapo tuende tusome mlango wa 15. Mlango wa 15 tu, pia mwanzo tu. Haya. Tusome pamoja. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope, mimi Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako itakuwa kubwa sana. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini
nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abrahamu akasema, tazama, huku nipea uzao, na mtumwa aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali utakaye mzaa ndiye atakaye kurithi. Akamtoa nje akasema, tazama juu mbinguni, kisha uzihesabu nyota, kama unaweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamuhesabia jambo hili kuwa haki. Yani hilo neno linanifurahisha bwa sana. Yani Abrahamu alipokuwa anamtetesha Mungu, anamwambia Mungu, ni kweli umesema utanibariki. Ni kweli umeniambia nitakuwa baba wa mataifa. Ni kweli umeniambia kupitia mimi ulimwengu utabarikiwa. Lakini tazama, haujanipa uzao. Na kulingana vile mimi Abrahamu naona, huyu Eliezeri Mdameski ndiye atakaye nirithi. Hallelujah. Glory be to God. Maana Abrahamu anajiangalia na anajiona miaka yake inazidi kuendelea, na anazeeka, na Sara anazeeka. Lakini Mungu badala ya Mungu aanze kubishana, yeye anamtoa nje. Anamwambia, tazama juu. Unaona vile unavyoona zile nyota, vivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hebu nipatie hilo, nirudisha hapo. Akamtoa nje akasema, tazama juu mbinguni, kisha uzihesabu nyota, kama unaweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Huyu mtu ambaye anaambiwa aangalie juu na ahesabu nyota, na kama anaweza kuhesabu nyota ndivyo uzao wako utakavyokuwa, hana mtoto saa hiyo. Lakini anaambiwa kama unaweza kuhesabu nyota, ama jinsi ambavyo huwezi ukaweza kuhesabu nyota, ndivyo ambavyo uzao wako hautaweza kuhesabika. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema ya kwamba ijapokuwa Abraham alikuwa ni mzee, na ijapokuwa hakuwa na mtoto wakati huo, aliamini Mungu. Hebu tuende hapo mbele, huo mstari wa 6. Akamwamini Bwana, naye akahesabiwa haki. Jambo hili kuwa haki. Praise the name of the Lord. Yani Mungu aliponena, Abrahamu alimwamini. Hallelujah. Mungu aliponena, na ijapokuwa hali ambazo zilikuwa zimemzunguka zilikuwa zinanena mambo tofauti. Hebu tuende katika kitabu, tushikilie tu hapo, lakini nataka tuende katika kitabu cha Waroma 4. Waroma 4 kutoka mstari wa nafikiri 15. Waroma 4 kutoka mstari wa 15. Aha. Tuone chini kidogo. Aha, chini tena. Haya, tusome hapo kwa pamoja. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini. Yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Naye aliamini na kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Hebu kanyangia tu hapo. Yani Abrahamu anapoongeleshwa na Mungu, aliamini neno lililotoka kwa Mungu. Kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Praise the name of the Lord. Yani Abrahamu alitarajia mambo ambayo hayangeweza kutarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Sijui kama tuko pamoja hapo.
Ijapokuwa Mungu anamkuta anamwambia hana mtoto, na Mungu anamwambia kama vile huwezi ukahesabu nyota, vivyo hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Na Biblia inasema ya kwamba Abrahamu anaposikia haya maneno anaamini kwa kutarajia mahali ambapo hapakuwa na uwezo wa kutarajia. Praise the name of the Lord. Kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Yani kule kuamini ya kwamba nitakuwa baba wa mataifa ni kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Maana hakukuwa na unajua, unaweza ukatarajia kitu wakati ambapo kuna ishara. Kama saa hii wakati ambapo mvua inataka kunyesha, huwa kunakuwa na mawingu. Si ni kweli? Na wakati mwingine kunakuwa na upepo. Sasa ukiniambia kutanyesha, nitajua maana kuna ishara. Wakati mwingine wakati kunaweza kuwa na jua kali, na unasikia mtu anasema hiyo kajua kali hivi ni kajua kamvua. Hallelujah. Kwa sababu kuna ishara fulani ambazo zinadhihirisha haya mambo ninayotarajia atafanyika. Lakini wakati ambapo Abraham anaamini Mungu ya kwamba Mungu atamfanya baba wa mataifa, hakukuweko na ishara hata moja ya kudhihirisha ya kwamba kile Mungu alichokisema ni kweli, isipokuwa Mungu mwenyewe kumwamini ya kwamba wewe ambao umesema, wewe ni mwaminifu. Hallelujah. Wewe ambao umesema neno lako ni la kweli. Hallelujah. Wewe ambao umeongea nami, wewe hauwezi ukadanganya. Glory be to God. Imani yetu katika Mungu imejengwa katika msingi wa usahihi wa neno la Mungu. Ya kwamba kile Mungu amenena katika neno lake hawezi akageuka. Anasema katika kitabu cha Numbers ya kwamba Mungu si mwanadamu haweze kudanganya. Praise the name of the Lord. Can I get that verse? I not plan to read it, but let me give you that verse. Hallelujah. Katika kitabu cha Numbers 23 and verse 19. Numbers 23. Hesabu 23 mstari wa 19. Mungu si mtu. Can we read together? Mungu si mtu aseme uongo. Hallelujah. So every time unaposikia neno la Mungu, unajikumbusha kwamba Mungu si nani? Si mtu. Mtu anaweza akanena uongo, lakini Mungu si mtu. Chochote ambacho kimeandikwa katika neno la Mungu ni cha kweli, si cha uongo, ni cha ukweli. Na unajua ya kwamba Mungu si mtu aseme uongo. Hallelujah. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute ama gairi kile alichokisema. You see, whatever God has said kuhusu life yako ni kweli. Ni kweli. Kama God amesema atakubariki, that is true. Hallelujah. Kama God amesema atakuinua, hiyo ni kweli. Maana Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute ama agairi aseme aanze kuuliza kwa nini nisema hivi. Yani God anaposema kitu anamaanisha. Iwapo amesema hatalitenda, iwapo amenena hatalitimiza. Hallelujah. Whatever God amenena atatenda. Whatever kile God amenena atatenda. Whatever. I don't know wewe ni neno gani God amenena na wewe, but whatever God amenena, yeye atatenda. Kama amesema atatenda, kama amenena atatimiza. Neno la Mungu ni kweli. Hallelujah.
Hebu enda mstari wako mbele. Tazama, nimepewa amri ya kubariki. Yeye amebariki, nami siwezi kulitangua. Yaani Balaamu amelipwa na Baraki aende alaani wana wa Israeli, lakini hakujua hao watu tayari wamebarikiwa. Yeye hangeweza kubatilisha yale ambayo Mungu alikuwa ameyasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aseme amen. Haleluya. So imani yetu haijajengwa kwenye misingi ya maneno ya watu. Imani, kuamini kwetu kumejengwa katika misingi ya neno la Mungu. Haleluya. Kwa hivyo mtu ambaye anataka kujenga imani yake lazima awe mwanafunzi wa neno la Mungu. Lazima awe ni mtu ambaye anatamani, analisoma neno la Mungu kwa njia zote. Bwana Yesu asifiwe. Maana imani yetu haijajengwa juu ya watu, haijajengwa juu ya wahubiri. Imejengwa katika neno la Mungu. Msingi wa imani yetu ni neno la Mungu. Biblia inasema kwamba Abrahamu alimwamini Mungu. Yaani Mungu anamtoa nje, anamuonyesha nyota. Anaambiwa kama utaweza kuhesabu hizo nyota, ndivyo hutaweza kuhesabu uzao wako. Na Biblia inasema ya kwamba ijapokuwa yale maneno yalikaa magumu kuamini na kutarajiwa, Abrahamu aliamini, na hivyo Mungu akamhesabia haki. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. It was counted unto him as righteousness. Hallelujah. Kumwamini Mungu kukamfanya ahesabiwe haki. Mungu akaona kweli huyu mtu tunaweza tukatembea na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Biblia inasema ya kwamba yeyote ajaye kwa Mungu lazima aamini ya kwamba huyu Mungu yuko. Lazima uamini ya kwamba Mungu yuko na kwamba anaweza akayatenda yale yote ambayo ameyanena. Glory be to the name of Jesus. Sasa Abraham anaitwa baba ya imani kwa sababu aliweza kuamini mahali ambapo hapakuwa na aliweza kuamini na kutarajia mahali ambapo hapakuwa na uwezo wa kutarajia. Hebu nirudishe katika hiyo mlango wa Roma 4. Mstari wa 19. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani. Tusome pamoja, kwani umeniacha? Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya utasa wa tumbo lake Sara. Yaani wakati huo ambao Mungu anamwambia Abrahamu ya kwamba uzao wake utakuwa kama nyota wa mbinguni, alikuwa na miaka 100. Praise the name of the Lord. Na tumbo lake Sara lilikuwa ashakuwa mzee, ni shosho. Hallelujah. Lakini God anatokea anamwambia utakuwa baba wa mataifa. Hallelujah. Na Ibrahimu hata habishani, Biblia inasema ya kwamba aliamini hayo maneno. Sasa mimi nilikuwa najiuliza, nini hii inafanyanga mtu aamini? Nini inafanyanga mtu nini inafanya Abrahamu aamini? Aamini tu. Na hata habishani anaamini. Ijapokuwa Biblia inasema ya kwamba hakuangalia udhaifu wa mwili wake. Biblia inasema ya kwamba mwili wake ulikuwa tayari umekufa. Ako hai lakini mwili ulikuwa umekufa. Tuko pamoja kweli? Ako hai lakini mwili tayari ulikuwa umekufa. Na hali ya utasa, yani Mungu hata hajamwambia kutoka leo nimefungua tumbo la Sara, kutoka leo utasa nimeondoa. Bado Sara ni star. Haleluya. Hakuangalia yale maneno.
Imani haiangalii maneno yaliyo kinyume, inaamini Mungu. Hallelujah. Twende mstari wa 20. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini. Hebu ngojea tu hapa. Akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini. Aya, tuendelee. Wewe umeenda haraka. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Hallelujah. Yani alitunga kawimbo anasema, my God is ever faithful, ever faithful. My God is ever faithful, ever faithful. Yani hata hali zinamwambia Abrahamu, tumia akili kidogo. Wewe mwili wako umekufa, Sara ni tasa. But his eyes were constantly on God. Mungu ambaye hadanganyi, Mungu ambaye habadiliki, Mungu ambaye haedagi off, Mungu ambaye haedagi habadilishangi, hakufangi, anakuanga alive forevermore. Hallelujah. Glory be to Jesus. Tuendelee. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Huku akijua hakika. Praise the name of the Lord. Mungu atusaidie tufike mahali kama hapo, kuwa na huo uwezo wa kujua kwa hakika Mungu ana uwezo wa kufanya yale aliyoahidi. Hallelujah. Glory be to God. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Praise the name of the Lord. Ilihesabiwa kwake kuwa haki kwa sababu kado na kuwa alikabidhiwa na hali ambazo zilikuwa kinyume, aliweza kuendelea na kumwamini Mungu. Praise the name of the Lord. Yani alimwamini Mungu kinyume na hali ambazo zilikuwa shouting. Na unajua nilikuwa naangalia maandiko, nikawa naangalia si Abrahamu tu. Hebu angalia Daudi, hata bila kwenda kwa maandiko. Daudi anatokea kwenye uwanja wa vita. Na anapotokea kwenye uwanja wa vita kuna jitu. Watu wengi wanaliona jitu. Hallelujah. Lakini Daudi haoni jitu. Anaona God. Hallelujah. Anaona God ambaye hawezi akashindwa. Anaona watu wa Mungu ambao hawafai kuaibishwa. Glory be to the name of Jesus. Na anajitoza kwenye uwanja. Hajitozi kwenye uwanja kwa silaha za vita ambazo ni silaha za mikono, ambazo ni silaha ambazo zinaonekana. Anajitoza tu na jiwe na kombeo. Praise the name of the Lord. Mpaka adui anapomwangalia anamuuliza, wewe unafikiri mimi ni mbwa unijie na mawe? Hakujua kwamba huu kijana ndani yake kuna imani ndani ya Mungu. Na hiyo imani haiwezi ikashindwa. Glory be to the name of Jesus. Hakujua kwamba ndani ya huyu kijana kuna Mungu ambaye hawezi akashindwa. Kumejengeka system, kumejengeka ufalme ambao wao walidhani ya kwamba Daudi jitu lilidhani ya kwamba linapigana na Daudi, lakini hakujua ya kwamba huu ni ufalme wa Mungu unapigana na ufalme wa giza. Hallelujah. Maana ndani ya Daudi kulikuwa kumejengeka imani ndani ya Mungu. Kulikuwa kumejengeka ufalme wa Mungu. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. And you see, that is what inahitajika kufanyika katika maisha ya Mkristo. Every other time tunapokuja kanisani, we come to build huyo mtu wa ndani.
Tunakujanga kujenga huo mtu wa ndani, na tools ambao tuko nayo ni neno la Mungu. Every other time we come to build your belief system. Nimelitaja Kiswahili belief system, tabia za kuamini. Kiswahili inakuwa ngumu belief system. Tunakujanga kujenga imani yako katika Mungu. Maana hii imani yako katika Mungu ndio itakao kusababisha kuwa mshindi katika maisha yako ya kiroho na ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa wewe umetoka, kama vile Abrahamu aliitwa na Mungu katika chapter 12 ya Genesis, na akatoka kwa baba zake. Wewe na mimi tumetoka kwa baba zetu, ndugu zetu, tumetoka kwa tabia zetu za kizamani, na tumekuja ndani ya Mungu. Wakati ambapo tumekuja ndani ya Mungu, sasa hatutegemei mambo tuliokuwa tunaamini nyakati zile. Sasa tunamtegemea huyu Mungu, tunategemea neno lake, na hili neno lake lazima lifike mahali lilete faida katika maisha ya kila mmoja wetu. Na litaletaje faida hili neno la Mungu? Litaleta faida wakati ambapo tunalisikia. Kwa hivyo kama utajenga imani yako ndani ya Mungu, lazima uwe na tabia ya kusikia neno la Mungu, because the Bible says in the book of Romans chapter 10 and I think verse 16, ya kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia tena neno la Mungu. Haleluya. Wewe ambao unataka kuwa na imani, wewe ambao unataka kujenga tabia ya imani katika maisha yako, lazima utamani kusikia neno la Mungu. Na utasikia neno la Mungu, unalisikia kama vile nahubiri. Hii ni njia moja ya kusikia neno la Mungu. Njia nyingine ya kusikia neno la Mungu ni wakati ambapo unasoma Biblia yako. Na Biblia yako unaweza ukaisoma kwa njia nyingi. Unaweza ukawa na siku hizi kuna vitu vingi vya kusikiza neno la Mungu. Unaweza ukaweka a Bible app yenye inaweza ina narrate, ina hadithia neno la Mungu. Haleluya. Na ukawa unaweka earphone zako, unasikia lile neno. Unaweza ukasoma neno la Mungu kama wimbo. Mimi wakati ambapo huwa nasikia nyakati zingine ni kama neno haliingii, naweza nikalishika hivi nikaanza kusoma esivu nasomea mtu, bila na mtu akinisikia anaweza fikiria nasomea mtu, lakini nasomea roho yangu. Neno la Mungu liingie katika moyo wangu, maana pasipo neno la Mungu hapata kuwa na imani, na pasipo na imani sitaweza kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima nitafute binu ya kuliingiza neno la Mungu katika moyo wangu. Nitasikiza neno la Mungu, nitasikiza wahubiri, nitajisomea neno la Mungu, nitasikiza video kwa YouTube badala ya kusikiza TikTok, vitu ambavyo ni mshenea hapa na pale. Nitasikiza neno la Mungu. Nitafuata TikTok, lakini nitasikiza yale maneno yaliyo na manufaa katika nafsi yangu, maana natafuta kujengeka katika imani. Glory be to God. Umenipatia hiyo Waroma 10:17. 10:17. Niko nimesema 16. Harakisha Aha, tusome pamoja. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Na si kusikia tu, kusikia tena. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Yaani wewe kama unataka kuwa na maisha ya ushindi ya Kikristo, lazima ujenge imani yako ndani ya Mungu. Maana imani ndio funguo tunaofungua nayo vitu agara zetu za kiroho. Waangalia watu katika Biblia. Kumbuka yule mama ambaye alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12, na alikuwa amejaribu matibabu ya kila aina, amekosa. Lakini alipomuendea Yesu kwa imani, akatoka kwanza upande wa nyuma, na alikuwa anasema nini? Kama nikiguza tu upinde wa nguo yake nitapata uponyaji. Na huyu mama alipoguza tu alipokea uponyaji.
Ile imani ndani ya Mungu aliyokuwa nayo ndio iliyomsababisha akienda nyumbani aende akiwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. You know, programu zote tunazozifanya kanisani ziko aimed katika kujenga imani yako. Kujenga imani yako ndani ya Mungu, ili wewe ufike mahali ambapo unaweza ukajisimamia mwenyewe. Na Mungu, ule mtu ambaye amekomaa katika imani, ni vile tunatumia maneno tofauti, lakini mtu aliyekomaa katika imani ndiye tunaita mature sana, mtoto aliyekomaa. Hallelujah. That's why nikurudisha katika Daudi, wakati ambapo Sauli na wana wa Israeli wameshindwa vita, kile kilichokuwa kinahitajika sio silaha zingine, sio silaha mpya, sio wafanyikazi wapya, palihitajika mtu wa imani, mtu ambaye anamjua Mungu, anamwamini Mungu. Na Daudi anatokea. Si kwamba hakuna kitu kinibadilika, ni mtu tu anatokea ambaye aliamini Mungu. Na hali inabadilika. Hallelujah. Story inabadilika. Wale waliokuwa na uoga wanaanza kuwa watu sasa wako na imani. Glory be to God. Maana kuna mtu wa imani ametokea. Jinsi ambavyo nakuombea katika jina la Yesu, ya kwamba Mungu atakuinua kama mtu, kama foundation, kama kizingiti cha imani katika maisha, katika jamii yenu, katika maisha yako. Mahali popote ambapo utakuwa, may God cause you to be that pillar of faith. Ambapo utasimama, utatembea na watu wataanza kuiba wimbo tofauti. Angalia katika kitabu cha Numbers, mlango wa 13. Ambapo Musa anakuwa ametuma wana wa Israeli waende wakaangalie vile ambavyo nchi ya ahadi ilivyokuwa. Na Biblia inasema ya kwamba 10 katikati ya wale 12 wakaja na habari baya. Wakasema ile nchi tumeona majitu. Ile nchi tumeona milango mikubwa. Tumeona kuta kubwa. Hallelujah. Na pia tumeona, wakiulizwa mmeona maziwa? Mmeona matunda? Mmeona asali? Lakini, hallelujah. Praise the name of the Lord. Tusome pale. Wakamwambia, wakasema, tulifika ile nchi uliyotuma, kwa hakika ni nchi yenye wingi wa maziwa na, sikiza, kila mmoja anakubaliana, ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na udhibitisho wa haya ndio matunda yake. Lakini ukisikia mtu anasema lakini, mtu amekwambia wewe ni mzuri, wewe ni lakini ameharibu. Ningekupatia pesa hata niko nazo, lakini. Hallelujah. Tulikuwa twende, lakini watu wanaokaa katika ile nchi ni wenye nguvu. Hawakuwa wameambiwa waende waangalie watu wanakaaje. Unaona vile shetani hupatia watu assignment zingine ambazo ni za kipepo. Lakini watu wanaokaa katika ile nchi ni wenye nguvu, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Yaani abia mwenzako kataa assignment ya shetani. Fanya assignment ya God. Hallelujah. Assignment ya God ni waende muone kama nchi iko na asali, iko na maziwa, na iko kama vile Mungu alivyoahidi. Lakini hawa shetani anaingilia na wanapewa ka assignment ka shetani. Ashidwa kabisa. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti, na Muyebushi, na Muamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa katika karibu na bahari na kade ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupade mara moja tukaimiliki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali watu waliopada pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda, tupigane na watu hawa, maana wana nguvu kuliko sisi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. I pray that in the name of Jesus, God will raise us as the Calebs and Joshuas of our generation, ambao watakuwa hawana lakini katika maisha yao.
wataliamini neno la Mungu kama lilivyo. Watamwamini Mungu na ahadi zake kuwa ni ndio na ni amina. Glory be to the name of Jesus. Kalebu na Joshua wanajaribu kuambia watu tupande mara moja, maana Mungu atatupatia, lakini wanaangalia udhaifu wao. You know, imani mahali ambapo wanaangukia, hawafanyi kama Abrahamu vile alivyofanya. Abrahamu hakuangalia udhaifu wake, hakuangalia mambo ambayo hana, hakuangalia mwili wake, hakuangalia utasa wa Sara, lakini alimwangalia Mungu. And that is the way we are supposed to do. Macho yetu, focus yetu inafaa kuwa kwa Mungu daima. Focus yetu. Biblia inasema ya kwamba tukimwangalia Kristo, aliye mwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu. Glory be to God. Kristo ndiye mwanzilishi na mkamilishi wa imani yako. Kristo ndiye mwanzilishi na mkamilishi wa kila kazi njema katika maisha yako. Kristo ndiye mwanzilishi na ndiye mkamilishi. Hakuna shetani atakamilisha kile Mungu ameanza. Hallelujah. Waliopanda pamoja naye wakasema hatuwezi. Sasa hii kitu ambayo inafanya mwingine aseme tunaweza na mwingine aseme hatuwezi, ndio kitu gani? Ndio imani, ndio kuamini na mwingine kutoamini. Na unajua kama kuna kitu Mungu anachukia ni kutoamini. Hebu tupeleke katika kitabu cha Waebrania. Okay. Tutahubiri leo. Waebrania 4. Waebrania 4 kwa haraka. 4. Wewe siweke Kiswahili, sisi ni Waswahili. Tusome kwa pamoja. Basi ikiwa igaripo ahadi ya kuingia katika pumziko lake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Yaani ahadi iko ya kuingia katika ushindi, baraka, katika kuingia breakthrough yako, lakini kuna uwezekano wa mmoja akaikosa. I pray that wewe na mimi hatutaikosa. Asije akaonekana ameikosa mmoja wenu. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile kama vile Waisraeli walihubiriwa wakatumwa na Musa. Vile walihubiriwa hilo neno, ndivyo hata leo tunahubiriwa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani ya wao waliosikia. Hawakuliamini lile neno. Walipolisikia hawakuliamini. Praise the name of the Lord. Lakini Biblia inasema ya kwamba leo ukisikia sauti ya Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Liamini neno la Mungu. Yaani kama kuna kitu Mungu anachukia ni hiyo kutoamini, hiyo kutoweza kuamini. Yaani Mungu hapendi hiyo. That's why Abraham anapoamini, Biblia inasema ya kwamba Mungu anamhesabia haki. Si kwa sababu ya matendo yake, si kwa sababu tunaambiwa Abrahamu hakuiba, Abrahamu alikufanya. No, ni kwa sababu aliamini neno la Mungu. Maana aliaminie neno la Mungu hatafanya dhambi. Aliaminie neno la Mungu ataishi maisha ya utauwa. Tuko pamoja? Abrahamu hahesabii haki. Hatuambii alifanya hii, hakufanya hii, alifanya hii, alienda hapa, hakuenda. No, tunaambiwa aliamini maneno yale aliyoambiwa, aliamini. Inanikumbusha ya kwamba maneno ambao nani anaitwaje? Elizabeth anapotembelewa na Mary katika kitabu cha Luka 1. Anapoanza kutabiri baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu, anasema ni heri yule aliyeamini maneno yale ambao aliyoambiwa,
maana kutakuwa na kutendeka. Hallelujah. Sasa wewe umenitopatia hilo andiko? No, so hiyo 1:7 ni ile with God all things are possible. Kuna I think 56. Hebu tuende mbele. Should be somewhere 50 there. Niruhusu tu nikupatie hilo andiko. Umenipatia? Luke 1:45. Hebu tusome pamoja. Naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Heri aliyesadiki, maana kutakuwa na kutimizwa aliyoambiwa na Bwana. Praised be the name of the Lord. Heri anayesadiki neno analolisikia, maana kutakuwa na kutendeka. Kutakuwa na kutendeka kwa neno aliloambiwa. Praise the name of the Lord. So lazima tufike mahali ambapo sisi kama watu wa Mungu, kwa kuogopa vile ambavyo Biblia inasema katika kitabu katika Waebrania 4 mstari wa 2, ya kwamba mstari wa kwanza na wa pili, ya kwamba pia hata leo kuna hatari ya mtu kutoingia katika pumziko, katika ushindi, kwa sababu neno alilosikia hakulichanganya kwa imani, hakuliamini lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile wana wa Israeli walishindwa kwa mara ya kwanza kuingia katika nchi ya ahadi kwa sababu hawakuamini neno waliloambiwa. Sasa tunafikaje mahali ambapo tunajenga imani, tunajenga hiyo uwezo wa kuamini? Na nimesema njia moja ya imani yetu inajengwa katika neno la Mungu. Inajengwa katika neno la Mungu. Kwa hivyo lazima wewe na mimi tulisikize neno la Mungu kwa njia zote. Kwa njia zote. Usome neno la Mungu, usikize mahubiri kanisani, utoke hapo usikize kwa mahubiri kwa vyombo vya usambazaji, usikize neno la Mungu. Kwa njia zote tafuta nyakati za kusikiza neno la Mungu. Kama unataka kufika mahali ambapo utakuwa ni mwaminio aliye na uwezo wa kuamini neno la Mungu, na sio kuamini tu, lakini kutembea katika imani, lazima ujawe na hili neno la Mungu. Lazima ukorogeke na neno la Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na tumekuwa tukifunzwa na mchungaji Elizabeth jinsi ambavyo tunafanya na neno la Mungu, na akatuambia kwamba neno la Mungu tunaliamini, neno la Mungu tunalitafakari. Praise the name of the Lord. Lazima haya mambo yafanyike katika maisha yako. Neno la Mungu linapoingia ndani yako, unalitafakari. Biblia inasema ya kwamba what is this word? Joshua, yes, there is Joshua. The Bible says you shall know the truth. Mtaujua ukweli, nao ukweli huo mnaojua utawaweka huru. Praise the name of the Lord. We need to come to a place ambapo tunatafakari hili neno la Mungu. Isiwe kwamba every time ukitoka church utoke Sunday uende nyumbani utasikia neno la Mungu that other Sunday. Praise the name of the Lord. Hiyo tabia haitakusaidia, maana ushindi wako mwingi unatoka kwa Mungu. Ushindi wa kimiujiza, ushindi ambao sio kawaida, unatoka kwa Mungu. Kama unataka kuishi maisha kama watu wa kawaida, basi lazima uwe na tabia ya imani. Na hii tabia ya imani inatokana na tabia yako ya kulisoma neno la Mungu kwa kila aina. Yaani hata unapolala hivi, uanze kuota ndoto na neno la Mungu. Wewe ushaiota ukihubiri? Bwana Yesu asifiwe. Ushaiota ukisoma na ukihubiri ama ukiambia watu wengine neno la Mungu? Yaani neno la Mungu linakolea kwa wingi ndani yako, mpaka hata mawazo yako unawaza neno. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mpaka watu ukifika mahali kazini, ukiitwa uongee kitu, unasahau, unasema praise the Lord, kwa sababu umezoea, una tabia ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Na hili neno tunalitafakari, tunaliamini na tunalitafakari. Na sio kulitafakari tu, hata kulitangaza. You know, one of the ways pia ya kujengeka katika imani ni kile kidogo, kama vile tumehubiriwa asubuhi ya leo, kile kidogo ambacho umesikia na unajua, shiriki na yule mwingine ambaye alijui. Praise the name of the Lord. You know, kuna tabia ya tuseme kama saa hii. Mbona nifungulie dada, nisaidie. Nifungulie hapa. Sasa hii kikombe yangu ina maji. Na vile imejengwa haina uwezo wa kupanuka. Praise the name of the Lord. Kama ninataka kuongeza maji ingine hapa, lazima nitafute njia ambao haya maji yako ndani yatatoka. Praise the name of the Lord. Na Wakristo wengi ni kweli wanakuja makanisani na wanasikia neno la Mungu, lakini hawatafuti nafasi ya kushiriki kile ambacho wamepokea, kushiriki na wengine. Unaposhiriki na wengine, you are emptying yourself. Praise the name of the Lord. So that wakati mwingine ukienda kusoma neno la Mungu, unakuwa na mahali pa kuweka. Bwana Yesu asifiwe. So njia ingine ya kueneza, ya kukuza imani yako ni kushiriki na wengine neno la Mungu. Sio tu kusoma na kupokea lile neno, lakini lazima ufike mahali umeenda zaidi sasa tu ya kujaza neno la Mungu ndani yako, lakini sasa pia unaambia wengine kuhusu hili neno la Mungu, kuhusu wema wa Mungu. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah. Maana lazima tujengeke katika imani yetu. Unaposoma neno la Mungu, tumesema ulisome kwa kila njia, ulitafakari. Tulisema unapotafakari neno la Mungu unapolifikiria linatokanga hapa, linakuja kwa moyo na linaanza kufanyika sehemu ya maisha yako, linaanza kufanyika sehemu ya belief. You know, unajua imani ama kutokuwa na imani ni kunasababisha kunakuwa na mazao fulani, kunakuwa na matunda fulani. Praise the name of the Lord. Kunakuwa na matunda fulani. Sasa neno la maisha yako yanafaa kuwa ni maisha ya imani. Maana Biblia inasema ya kwamba naye mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Praise the name of the Lord. Na unajua tu wakati ile neno tulipokuwa tunaokoka, tulikuwa tunaambiwa mwenye haki ataishi kwa imani. Ile imani tu si ile tu kukaa tu bila tumaini ya kwamba niko na imani. Mwenye haki wa Mungu ataishi kwa kumwamini Mungu. Kwa kuamini Mungu anaweza. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Mwenye haki wa Mungu ataishi. That's why Jesus anapokutwa na shetani anaambiwa badilisha haya mawe yawe mkate. Yesu anamwambia imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Hili neno la Mungu kuliamini kunafaa kuwa ndio nguvu inayosukuma maisha yetu. Unapoamka asubuhi, hauamuki ukiwa goigoi, ukiwa ni kama mtu ambaye amepoteza tumaini. Unaamuka kwa nguvu, maana wewe ni mtu wa imani. Hallelujah. Hata kama kulifanyika nini jana katika maisha yako, unatembea kwa imani. Mtu wa imani haishi na maisha ya jana, anaishi na maisha ya leo. God anasema nini sasa? Glory be to God. Man shall not live on bread alone, but by especially sisi ambao tumeokoka, ambao tumetoka kama Ibrahimu. Lazima, maana kutoka kwetu ni Mungu. Sasa hata kuishi kwetu lazima iwe Mungu. Maana ni yeye alituita tukatoka, na tulimwamini tukatoka. Sasa lazima tujue kuishi kwetu ni imani. Na imani hii nimekuambia si ile imani ya hisia. Ni kule kuliamini neno la Mungu. Kuamini maneno unaoyasikia kutoka kwa Mungu.
Na sasa lazima inabidi sasa ikifika hapo lazima tujiulize Mungu hunena nasi kwa njia gani? Haleluya. Mungu hunena nasi, maana imani huja kwa kusikia. Basi nitasikiaje neno la Mungu? Nitakurudisha tu pale kwa Biblia. Mungu hunena nasi kupitia neno lililo andikwa. Mungu hunena nasi kupitia watumishi wake. Mungu pia hunena nasi kupitia hali tofauti. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah to Jesus. Man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Praise the name of the Lord. So lazima tufike mahali ya we build ourselves in God. Praise the name of the Lord. We build ourselves by studying the word of God. Kusoma neno la Mungu, kusoma. Kuna tofauti ya study na kusoma. Reading, si kusoma tu, lakini kufikiria. Huyu mwandishi alipokuwa anaandika hivi, alimaanisha nini? Yaani unafikiria, you are studying. Unatafuta maandiko mengine ambayo yamesema kama hivyo katika Biblia. Na kama hujafika hapo, wewe soma Biblia tu kama novel. Hujakatazwa, soma. Praise the name of the Lord. Soma tu. Glory be to the name of Jesus. Jambo lingine ambalo ukitaka kujenga imani yetu, lazima tujenge maisha ya maombi. Praise the name of the Lord. Lazima tujenge maisha yenye afya ya maombi. Mtu ambaye anataka kuwa mtu wa imani lazima awe mtu wa maombi. Hallelujah. Mtu ambaye anakutana na Mungu. Maana imani yetu hujengeka katika ushirika wetu na Mungu. Katika ushirika wetu na nani? Na Mungu. Imani yetu hujengeka katika ushirika wetu na Mungu. Unapoona Abrahamu anapokuwa mtu wa imani vile ambavyo Biblia inasema, angalia zile experiences ambazo alikuwa na Mungu. Hatujawaambia watu wengi katika Biblia ambao Mungu anashika mkono, anamwambia toka nje, anamwambia angalia. Hiyo experience ya Abrahamu na God inamfanya awe na imani. Imani yake idhibitike. Praise be to the name of the Lord. Kule tu kutembea na Mungu, ule ushirika. Maana nyakati za zamani sio kama sasa ambapo they may not have been, wanaweza kuwa hawako wanachukua wakati mrefu kama vile sisi tunachukua wakati sasa wa kuomba, lakini walikuwa na experiences na God ambao zilikuwa si za kawaida. Hallelujah. So lazima uwe na mtu ambaye anatabua na anajenga ushirika wake na Mungu. Ushirika wetu tunaujenga kupitia maombi. Na maombi tulisema ni mawasiliano katikati yako na Mungu, ambapo Mungu anaongea na wewe unaongea. Hallelujah. Na by the way tuna mfano mzuri wa maombi ni hiyo Mwanzo 15. Hebu turudi hapo uone vile maombi inakuwa. Basi baada ya maneno haya, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi ikinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako na kubwa sana. Hallelujah. Abrahamu akasema, hallelujah. Yaani Mungu ndiye ametangulia kufanya nini? Kusema. Naye Abrahamu naye anasema. Yaani hayo ndio maombi. Mungu anasema na wewe unasema. Mpaka mnafika mahali pa kukubaliana. Hallelujah. Hiyo ndio maombi. Si kuingia mtu alikuwa nisikia mtu akihubiri mahali akawa anasema eti alikuta mtu akiomba maombi anamwambia na I rebuke you Satan. Akamuuliza, wewe ni kweli unakemea, lakini kukemea ina maana gani? Nikija sasa niseme ninakukemea, nimefanya kitu? Nikisema Pastor Steve, nimekukemea, nimesema nini? Kuna kitu nimesema? Sijasema kitu. Mupigie makofi. Hallelujah. Hebu sema kwa sauti.
Yes. Sasa wewe ni mzuri. Wewe una roho. Unatumiwa na roho. Praise the name of the Lord. Unapokea, simama mahali unakemea shetani, lazima upeane sababu ya kumkemea. Amekosea wapi? Na imeandikwa nini kuhusu hilo? Unasema, I rebuke you Satan. Satan, I rebuke you. Mpaka sauti inapotea. Lakini shetani ni kweli, hebu sema, kwa nini unanikemea? Maana kukemea ni kurekebisha. Na mtu ambaye anakemea ni mtu ambaye ako in higher authority. So huwezi tokea tu unasema lazima uambie mtu na kukemea. Maana Yesu, kumbuka Yesu anapokemea Petro anamwambia aje? Satan, get behind me. Satan. Anamalizia hapa anasema aje? No, anasema wewe unasumbuliwa na mambo ya dunia. Praise the name of the Lord. Hebu kuacha tuone hilo andiko. Usijali, tutahubiri tu. Hebu tupatie mstari katika Matthew 16:23. Nahubiri tu 16:23. Akageuka, tusome pamoja. Akageuka akamwambia Petero. Hebu nipeleke nyuma kidogo. 22. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, la hasha Bwana, hayatakupata. Ni wakati Yesu anasema kuhusu kusurubiwa. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawezi yaliyo kwa Mungu, bali ya wanadamu. Hamkemei tu, anamwambia kuna sababu na kukemea. Haya, wewe unajali tu ya wanadamu, lakini kuna makusudi ya Mungu katika kufa kwangu. Praise the name of the Lord. So tunasema maombi ni majadiliano. Mungu anamwambia Abraham ya kwamba usiogope Abraham, mimi ni thawabu yako kuu. Anamwambia ni kweli naamini wewe ni thawabu yangu. Lakini inakuaje? Nitaendaje nikiwa bila mtoto? Na pale wanajadiliana. God anaanza kumpatia maono. Hallelujah. I like prayers. Maana sasa unapoanza kuomba, hapo sasa ndio mambo yanaanza kufanyika. Unaanza kupata ndoto ya life yako. God anaanza kufungua, these things happen in the praise of prayer. Unaomba, God anaanza kupatia maono. Anaanza kupatia ndoto. Anamkuambia kama Abraham, toka nje, angalia juu. Hallelujah. Glory be to the name. So there are some experiences that God will take you through. Ili ajenge imani yako katika Mungu. Ijenge. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. So lazima tuwe watu wa maombi. Watu ambao unaomba maombi as if your life depends on prayers. Yani tufike mahali wapendwa, hatuombi tu kwa sababu tuko na mashida. Yes, hatuombi kwa sababu, Mkristo wa kawaida huwa anaomba kwa sababu ya mashida yako nayo. Hata mkinyamaza najua tu ni kweli. Mkristo wa kawaida huwa anaomba kwa sababu ako na mashida hii, ako na mashida hii, na ako na hii. Wakati huo anajua prayer center zote kwenda kuomba kwa sababu ako na shida. Lakini lazima tutoke kwa hiyo hali ya ukawaida. Tuwe watu ambao wanatafuta kuomba wakiwa wana shida, wakiwa hawana. In fact, Mkristo mzuri aliyekomaa wakati wa shida hata ndio huwa haombi. Wakati nikupatia mfano katika Biblia. Danieli alipowekwa kwenye tundu la simba, ilikuwa ni wakati wa kuomba kweli? In fact, Nebukadnezar anakuja anamwambia Danieli, je, yule Mungu ambaye unamuomba kila siku, je, alikukomboa? Because hata mfalme alijua sio yule Mungu umeomba leo.
Sio yule Mungu ulianza kuomba. Hakumwambia yule Mungu ulianza kuomba tangu uliporushwa huko. Amekukumbuka, amesikia maombi yako. Anamwambia ule Mungu umekuwa ukiomba every day. So maombi ambayo yanaleta ukombozi si maombi ambayo wahubiri huwa wanayaita maombi ya fire brigade, ya kuzima moto. Lakini sisi kama watu wa Mungu hatuombi maombi ya kuzima moto, tunaomba ya kuzuilia moto. Yani maombi iwe practice yako. Maana unapo practice maombi ndio unaojenga imani yako katika Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sani ni lazima tusukumwe na mashida ndio tuombe. Lazima tusukumwe na mashida ndio tuende tufunge. Bwana Yesu asifiwe. I have a friend of mine. Wananishangaza sana. Wakati ambapo hata wakati wa Christmas anaweza kuambia sasa hiyo alikuwa ameenda prayer and fasting. Anaenda mlimani. Si kwa sababu ako na shida. Lakini anajaa. Ana kiu ya Mungu. Praise the name of the Lord. Kuna Wakristo kama hao siku hizi ambao wana msukumo, hawasukumwi na mashida, wanasukumwa na upendo wao kwa Mungu. Ni vile tu wanapenda God mpaka wanataka kuwa na yeye. Nakumbuka tulipokuwa vijana. Kwanza mimi, praise the Lord. Mungu anisamehe. Maana kuna msichana fulani nilipenda nikiwa kijana. Shalabahanda. Huyo msichana nilikuwa naenda wakati mwingine hata hatuna appointment, lakini naenda kwao na zurura tu hapo nikiamini tu anaweza tokea tuonane. Yani na kwao ilikuwa ni kama, acha nikuambie, wewe cheka tu. Kwao ilikuwa ni kama ile junction ya The River, ile Deviki na hapa. Na nilikuwa natembea kwa mguu. Praise the Lord. Na nia ni upendo. Nataka kuona msichana ambaye napenda. Nimuona tu tusimamane na yeye, tupige story. Na mara zingine nilikuwa naenda na mkosa. Narudi. Na hiyo unajua kukuwa na simu. Ulikuwa na depend upate kijana mtoto wao mwambie umpatie kama PO box. Sasa mnacheka. Si nakwambia story ya upendo. Hadi sikuwa nimeokoka wakati huo. Nilikuwa sijaokoka, nilikuwa nikiwa kushago. Yani msukumo wa upendo unanifanya nitoke kwa kwetu niende mahali pa huyu napenda. Na hivyo ndivyo tunafaa kuwa kwa Mungu. Yani tunasukumwa na upendo wetu kwa Mungu. Tunatoka kwa usingizi wetu, tunaenda mahali alipo. Praise the name of the Lord. Hatusukumwi na mashida. Si mashida. Leo mumeharibika. Leo kuna watu wameharibika, wanasukumwa na mashida, wanasukumwa na rent. Sasa hiyo rent ina kusababisha uanze kutafuta mtu. Kwa mtafuti kwa sababu unampenda, unamtafuta kwa sababu analipa bill fulani. Shetani ashindwe mfululizo. Amen. Asishindwe tu, ashindwe mfululizo. Hallelujah. We need to be a people that are driven in the praise of prayer, in the praise of the word, by our love for God. Si mashida zetu. Si mashida. Maana yale maombi unaomba wakati wa shida, they can't sustain you. Hata hayawezi yakawa amefika kwa Mungu. Mfalme anauliza Danieli, hebu ngoja nikupatie. Sasa hata nimehubiri, sijamaliza kile nilikuwa nataka kuhubiri. Ni Danieli.
Nataka kutafuta huyo mstari uko kwenye kitabu cha Danieli. Chapter 6 verse 14. 6:14. Si 14. Tuende mbele kidogo. Tuende hiyo 17 ulikuwa. 19. 20. Tusome pamoja. Ilipokuwa asubuhi na mapema, Mfalme Dario aliamka, akaenda kwa haraka kwenye pango la Siba. Alipofika karibu, akamwita Danieli kwa sauti ya huzuni. Danieli, mtumishi wa Mungu mwenye uzima, Mungu wako unayemtumikia siku zote ameweza kukuokoa na Siba. Unaona? Yaani si commitment ya saa hii, maana mambo imeharibika ndio naomba. Yule Mungu ambaye umemtumikia siku zote. Praise the name of the Lord. I pray to God ya kwamba Mungu atusaidie kujenga tabia ya maombi. Tabia. Maana maombi ni tabia. Na ukiwa na tabia maombi, kuna tabia zingine hazitakuwa kwa life yako. Ukiwa na tabia ya kiungu, tabia ya maombi, tabia ya kusoma neno la Mungu, utangangana na matabia zingine. Sababu ambayo inasababisha ungangane na tabia zingine ni kwa sababu on this other side hauna tabia ambazo zinaweza zikangangana na zile tabia. Nimeongea kama watu wenye hekima. Wazee 20 nina ngapi? Praise the name of the Lord. Ya kwamba sababu ambayo unangangana na hizo tabia zingine ni kwa sababu pande hii ingine haujajenga tabia zingine za kiroho. Tabia za maombi, tabia za kusoma neno la Mungu. Haujajenga hizi tabia. I can tell you for bila hata kufunga macho. Ukijenga tabia ya neno, kusoma neno, vile tumesema kwa aina yote, na ujenge tabia ya maombi, ujenge hizo, kuna vitu vingine tu vitaanguka. Hata hutahitaji kuombea vitu zingine. Zitakuwa kuna mtu alisema hivi, kuna mhubiri rafiki yangu alisema hivi. Unakumbuka zile stofu za zamani? Zilikuwa ukizima cockroach wanajaa ndani. Ile kastofu ukiweka tu moto hivi tu, hautaambia cockroach ama hautatumia doom. Ukiweka tu moto zinatawanyika. These are spiritual life unaishi tu. Mapepo yakikuona yanatoroka. Si kwa sababu umeyakemea, lakini kwa sababu kile umeembody, kile ambacho umebeba. You become like the Davids who will slaughter the Goliaths of our day. The Goliaths of our day hazita katwa shingo na wanajeshi na watu wenye tumbo kubwa. Tamina niko nayo. Hawatakatwa shingo na watu wenye misuli, lakini ni watu walio na misuli ya kiroho. Watu walio na misuli ya kiroho, walio na tabia za kiroho. Shida ni kwamba wewe unangangana kuachana na tabia baya. Na ni kweli hupendi hizo tabia, lakini bila kujua ya kwamba hii vita si ya mwili na damu. Kama una shida, kuna tabia unangangana nazo on that side, si ziko hizo. Sasa kuja pande hii, jenga tabia ya neno, jenga tabia ya maombi, na uniambie baada ya mwezi mmoja. Uniambie. Praise the name of the Lord. Uniambie. Because the moment you build a prayer culture and a word culture katika life yako, kuna mambo tu yatashift. Kuna hata kuongea kwako kutabadilika. Vina unalia kwa mambo kutabadilika. Kutabadilika tu. Kwa sababu kuna tabia fulani ambazo zina inform. Ukitaka kufanya hivi, kuna tabia iko juu ya roho yako. Unataka
inasema hapana, tunafanya hivi. Praise the name of the Lord. Hallelujah to the name of Jesus. See, hatushidi haya maisha kwa nguvu zetu. Biblia inasema ya kwamba Abrahamu alipotolewa nje na Mungu akaonyeshwa nyota, Biblia inasema ya kwamba alimwamini Mungu, na kwa sababu ya kule kumwamini Mungu akahesabiwa haki. Hallelujah. Ukiwa umehesabiwa haki, sasa wewe ni mshindi katika maisha. Umehesabiwa haki si kwa sababu ya mambo fulani ulitenda ama kutenda, kwa sababu umemwamini Mungu. Tunapojenga imani yetu kwa maombi, kwa neno, this is a victory, a kind of a victory about you see, Biblia inasema ya kwamba when God talks about the blessing ambayo atakubariki nayo. In fact, huyu Abraham ndiye chanzo. Mungu anapotaka kutubariki anatuambia, in fact the Bible says that, ukisoma in the book, maybe you could give us Galatians chapter 3 from verse 12. Galatia ninapomalizia. Wanajua amushiki neno kwa wingi wa neno, kwa maneno. Tusome pamoja. Tena hakuna ushirika kati ya sheria na imani, lakini maandiko matakatifu yanasema yule aliyeshika maagizo ya sheria hii ataishi kwa njia hiyo. Kristo alitukomboa toka laana ya sheria, akijitwalia laana hiyo kwa ajili yetu. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema mtu yeyote aliyetundikwa juu ya mti amelaaniwa. Praise the name of the Lord. Ilitendeka hivi kusudi kwa njia ya Kristo, Yesu Kristo, baraka ya Mungu aliyoahidi kwa Abrahamu itolewe vile vile kwa watu wa mataifa mengine, na hata sisi kwa njia ya imani tupate kupokea roho aliyeahidiwa na Mungu. Hivyo tunaingia katika hii baraka ya Ibrahimu, na tunatembea katika hii baraka ambao Mungu alimwahidi Ibrahimu kwa kumwamini Kristo, kuliamini neno lake. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuamini Kristo na kuliamini neno lake. Praise the name of the Lord. So, ninapomalizia nasema hivi, lazima maybe tukipata wakati mwingine tutachambua zaidi hii baraka ya Ibrahimu ni gani. What's the meaning of that blessing? And as God helps us. Praise the name of the Lord. Lakini tumesema hivi, lazima tujenge imani yetu katika Mungu. Praise the name of the Lord. Na tumesema tunaijenga kwa kusoma neno kwa kila njia, kila aina. Praise the name of the Lord. Na kwa kuomba, kwa kuwa na ushirika na Mungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And nikimalizia pia, acha niweke point hii ya 3. Pia kwa kuwa na ushirika na watu wenye moyo safi. Hebu nipatie katika kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wa 2, nafikiri mstari wa 21. Timotheo wa pili, mlango wa 2, mstari wa 20. Hebu nipatie 22. Hebu tusome mstari 1 2 3 go. Ujiepushe na tamaa za ujana, utaife kuishi katika haki, imani, upendo na amani, pamoja na watu wanaomwabudu Bwana kwa moyo safi. Sasa lazima unapotafuta kujenga imani yako, lazima utafute ushirika wa watu wanaoabudu Mungu Bwana kwa moyo safi. Mungu akakupatia watu kama hao. Maana ukiwa na watu kama hao, hata ukiwa umeshushika moyo uingie katikati yao, unatoka ukiwa umebadilika. Hata hawajaomba, watu wenye wanaamini Mungu na wanamuomba Mungu kwa moyo safi, hata wakikupigia simu tu kuna kitu inabadilika. That's why Pastor Phyllis alisema hata ukisikia umevujika moyo ukiwa kwa nyumba, ukuje tu kanisani tu, uingie tu, maana hapa kuna watu wanaomwabudu Mungu kwa moyo safi.
mambo yanabadilika tu. Kuna kitu tu kina shift katika life yako. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo jambo la tatu la kujenga imani yetu ni kumwabudu Mungu pamoja na watu wenye wanaomwabudu Mungu kwa moyo safi. Na ukiona Biblia inasema wanaomwabudu Mungu kwa moyo safi, ni kumaanisha kuna wengine wanamwabudu kwa roho chafu. Praise the name of the Lord. Yaani unajua unaweza kuwa kwa ibada, wewe umebarikiwa na kuna mtu sasa hapo yeye anaangalia, badala ya kusikia mahubiri anaangalia suti ya pastor. Yeye tu hiyo suti ndio inamsubua. Yaani watu wanasuburiwa na, si tulisema kuhusu kupewa assignment na shetani. Kuna watu wanaingia kanisani badala ya kufocus na God na word ya God, wanapewa focus assignment na shetani. Wanakipiwa busy. Mpaka wakitoka kwa mlango hawana kitu. Praise the name of the Lord. Na I pray hawa watu watakuwa hapa katika jina la Yesu. Sisi tukiingia hapa tu focus yetu ni nne. Hata hatutakuwa kila wakati. Unajua mtu ambaye ako na focus ya neno, si kila wakati tu ndio huyo ameenda number 1. Dakika kidogo amekuja tu tumedance nyimbo mbili. Number 2. Praise the name of the Lord. Na tukiangalia ile time tuko nayo hapa ni masaa ngapi? 2. Na wewe ukienda kwa mambo mengine si unavumiliaga? Mbona kwa neno la God? Ndio huyo tuko tu tumeabudu, anasikia simu imepigwa, ndio huyo. Hata ashiki ile simu atufiche kidogo. Ati asikie imelia afiche aende hivi. Kai. Yaani unajua wakati mwingine huo mnafanya vitu tunaogopa tu. Yaani tuko church tumeabudu, wewe unasikia roho ameshuka. Mwingine anapigiwa simu tu wako church. Haro. Hiyo ni tabia baya. Abia mwenzako hiyo ni tabia baya. Tabia? Ni makosa gani ukute missed call? Uambie mtu nilikuwa church. Hata hizo kanisa yako. Lakini mtu anasikia tu hakuna Mungu kama wewe Bwana. Halo. Mwanzako hiyo tabia baya. Sisemi kwamba uzime simu, weka mute. Wengine wanaweka kwanza ile sauti mnono. Ukifika tu na unajua mambo mengine si ya shule. Mambo mengine tu ni ya wewe kujua tu. Wewe unajua hii ni baya. Unaacha. Praise the name of the Lord. Hallelujah to Jesus. Wacha tudhamini ile wakati tunakuwa hapa. Maana hapa tumekuja kujengwa katika imani. Fueling, tumekuja kujengwa kujazwa. Ndio tukitoka pale tunakuwa na nguvu. Na nimekuambia wewe ambaye unangangana na vitabia fulani. Hiyo tabia hautashinda hizo tabia kwa kungangana. Utashinda hizo tabia kwa kujenga tabia kinyume na hizo. Tabia ya neno, tabia ya maombi, tabia ya kukaa pamoja na wateule. Sasa wewe hauna tabia za kiungu na pia umejizunguka na mafarisayo. Praise the name of the Lord. Watu ambao kila wakati wanakuambia kuhusu siasa, wanakuambia kuhusu hii, mpaka ukitoka hapa unakuwa empty. Unakuwa empty kabisa. Praise the name of the Lord. Na umetoka church. Kama leo usipende kwenda kukaa mahali ambapo watu wanaongea siasa, wanaongea tu. Kwanza ukitoka church, usipende sasa tumetoka saa hii, alafu uende uingie kwa meza ya masengenyo. Do you know what happens? Ile neno umesikia lote inakuwa drained. Ukitoka hapa unaenda empty. Unasikia sasa kufanya ile mambo ulikuwa unataka, unaachana nayo. Kwa sababu ile neno hata halija kujenga. Biblia inasema kwamba kuna mtu aliyesikia neno lakini ndege wa angani akakuja Sasa hapo usiruhusu. Hata unatoka hapa unapitia kwa mtu fulani anaanza kupatia masengenyo, vile kanisa, vile mtu fulani. At the end of the day you become empty. At least ukitoka neno kwa church, enda kwa nyumba, sikiza kama muziki ya kiroho. Ile neno likidere. Fanya revision so that ile neno litoke kwa hapa liingie kwa
kwa heart, lianze kushape action zako. Unajua lile neno la Mungu lisipofika mahali ianze kushape action zako, then halija kufaidi. Neno la Mungu lisipofika mahali lianze kushape tabia zako, lianze kushape kuongea kwako, bado halija kufaidi. Praise the name of the Lord. Pray to God that God will help us. Praise the name of the Lord. Nakuombea uende ukajenge tabia za kiungu. Tabia ya kiungu. Tabia ya maombi, tabia ya neno, tabia kuwa na ushirika na watu wa Mungu. Yaani hata katikati ya wiki nipigie simu, nikubariki. Praise the name of the Lord. Tafuta ushirika na wapendwa, watu wa Mungu. Hallelujah. Anyway, acha tumalizie hapa. Simama tuombe. Tunaweza ongea siku mzima, lakini tuombe. So, I don't know why I feel to emphasize hivi. Ya kwamba kama una vijitabia unashindana nazo pande ile ya ule muofu. Huku kwa Mungu jenga tabia za kiungu. Tabia za maombi, tabia za Ukijenga hizi tabia za kiungu, utakuwa na utajenga stature ya kiroho yenye itaweza kushinda ile stature ya mwili. Praise the name of the Lord. Mwili, you know, kuna ndugu yangu fulani alinifundisha hivi akasema, kile ambacho unalisha ndicho kitakuwa. Ukilisha mwili, huo mwili utakuwa kama unakula Monday to Saturday, Monday to Monday, breakfast, lunch, supper, breakfast, lunch, supper. Mpaka ukimiss breakfast unasikia unakasirika. Nilikosaje kukula asubuhi? Praise the Lord. Yaani kama unajaza mwili tu hivi, huo mwili utakuwa. Lakini ukikusudia, sisemi watu wasikule, kukula hata mimi nakulanga. Lakini kama pamoja na kukula, pia lisha mtu wako wa ndani. Ukilisha ule mtu wako wa ndani, ataweza akasimama kinyume na mwili huu wa kawaida. Anawaambia mwili nyama za tulia. Yaani ndani yako hauna huo uwezo. Ule uwezo unatoka kwa Mungu. Baba, tunakuinua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Mwambie Bwana nisaidie katika jina la Yesu. Shata rabahanda rabaganda. Rokoto robo shata. Reketori mahanda. Ninawaombea katika jina la Yesu. Watu ambao wanang'ang'ana na tabia ambazo si za kiungu. Wanang'ang'ana na pornography. Wanang'ang'ana na zina. Wanang'ang'ana na tabia ambazo si za kiungu. Wanang'ang'ana na hasira. Baba, ninakuomba katika jina la Yesu, tusaidie tujenge tabia ya kiungu. Tusaidie kujenga tabia ya maombi. Tusaidie kujenga tabia ya neno la Mungu. Tukalisome neno la Mungu kwa kila njia, kwa kila aina. Katika jina la Yesu Kristo, ili tukaweze kushinda majaribu yajao, in the mighty name of Jesus. Sharabanda renderebo shandaraba rinderebo shandaraba rinderebo shatata reketete terera rakato shata rima shateteta rima mama shanda rokoto rinanana sheteteteta rakatoria rima handa. Na waombea wapendwa hawa katika jina la Yesu. God Almighty, I pray that you will strengthen them in their inner man. Utawatia nguvu katika mtu wao wa ndani kwa imani katika jina la Yesu. Rarode rebo zina. Yakoba imani yetu itainuka. Imani ya kila moja itainuka. Bwana, kukawe na kukorogeka katika moyo wa kila moja wetu. Kukawe na kukorogeka kuhusu imani, kuhusu uwezo wa Mungu. In the name of Jesus. Radora reba rendere bozina makata rabahanda rikoto robozina shata rabahanda shete rebozina ita rabaganda iropa reda baha riketeteteta rakatatata ribo sato robozika rakata rimoza gedaba rimama mama ranana shatata reteta rokoto robozina izazozi ziziza rakatatata. Baba, naachilia neema yako juu ya maisha ya kila mmoja wetu siku ya leo.
In the name of Jesus, msaada wako Bwana, ribosata rikatorina zazazezeza rikototota rikataya ramahanda. Tukawe ni watu wa kuamini neno lako Bwana, wa kukuamini wewe, maana wewe ni Mungu haudaganyi, wewe ni Mungu wa ukweli, wewe ni Mungu mwaminifu. Retera rirara reteteteta rakata rimama shatata riketa rimama shataraba ganda. In the mighty name of Jesus, shatorabo zagadaba rikoto romo zikata rikata rabagande didi roto robo zikata zola makata la bozada. Father, we are praying, won't you help us, oh God, that Almighty Father, every word that we have heard, kila neno ambalo tumelipokea kwako, we will treat it as a treasure. We will treat it as a treasure. Na Bwana, tunaomba utusaidie tunapotoka mahali hapa, kama vile umekuwa ukitufundisha. We have received the oil, we have received the grain, we have received the wine ambayo itatuwezesha kutembea kila siku ya wiki hii. Ninaomba Bwana ya kwamba our Monday will be governed by your word. Kila neno ambalo tumelisikia siku ya leo, Bwana, in our Monday we will practice it. On our Tuesday we will practice it. On our Wednesday it will begin bearing fruit. It will begin producing after its kind, in the name of Jesus Christ.